Polisi Tanzania walivyokuwa wanacheza, moja kati ya sehemu ambayo kulikuwa kuna tatizo kubwa ni namna ambavyo walikuwa wanaacha space kubwa kutoka fezi ya kwanza kwenda fezi ya pili. Kwa maana Polisi Tanzania wanafungwa goli 7 dhidi ya goli moja pekee ambalo wamepata. Unadhani kipi ambacho kimewasili Polisi Tanzania? Nadhani ni structure yao kwenye eneo la kiulinzi, moja kati ya sehemu ambayo Polisi Tanzania walivyokuwa wanacheza, moja kati ya sehemu ambayo kulikuwa kuna tatizo kubwa ni namna ambavyo walikuwa wanaacha space kubwa kutoka fezi ya kwanza kwenda fezi ya pili, kwa maana kwamba block ya kwanza, block ya ulinzi kwenda kwenye block ya midfield kulikuwa kuna space kubwa sana, na moja kati ya sehemu ambayo Young Africans wamekuwa na hatari kubwa. Ukiwa unaacha gates, wana wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kucreate nafasi, wanaocheza nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani au nyuma ya migongo ya viungo wa timu pinzani. Hapa ndio sehemu ambayo Young Africans wanatengeneza sana nafasi, ndio sehemu ambayo Yanga huwa wanatengeneza mabao. Lakini pia eneo jingine ambalo Young Africans wamekuwa na hatari kubwa, nadhani ni kwenye turnovers. Yanga wanafunga mabao mengi sana kwenye turnovers, kwa maana kwamba wakati timu pinzani wakiwa na mpira wakishindwa kuweza kukamilisha shambulizi lao, kwa maana kwamba lifike kwenye fezi ya mwisho ya goli lao, maana yake mipira yote ambayo itaishia katikati, Yanga wamekuwa na hatari kubwa sana kwenye kupora mpira na kuweza kutengeneza nafasi. Ndio maana leo nashuhudia katika mabao 7 kuna mabao ambao Yanga walipora mpira na akaweza kwenda kutengeneza mashambulizi. Tumeona mabao ambao wamekuwa kiafunga, lakini mabao mengine ni namna ambavyo walikuwa wanacheza Polisi Tanzania. Block zao zilikuwa mbalimbali, block ya ulinzi pamoja na block ya midfield walikuwa wanacheza mbali sana, kitu ambacho kilikuwa kinapelekea Young Africans kupata maeneo mengi. Walikuwa wanapata time, wanapata na space ya kuweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo binafsi Yanga wamepata mabao 7 kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, kwenye eneo la Polisi Tanzania hawakuwa vizuri kwenye kutunza mpira, walikuwa wanapoteza mpira pasipokuwa na pressure kubwa. Eneo jingine ni namna ambavyo Young Africans walikuwa wananufaika na hiyo mianya ambayo ilikuwa inaachwa na Polisi Tanzania. Leo tukasema kwamba Polisi Tanzania support ya ulinzi bado haijaa mature kwa sababu wanafunga magoli 4 mpira ulipigwa nyuma ya defender. Yes, nadhani kulikuwa kuna changamoto, na hii ilikuwa ni changamoto kwenye eneo la wachezaji, lakini pia unahitaji pia kuweza kuona ni changamoto pia kwenye eneo la benchi la ufundi. Maana yake makosa yanapofanyika, moja kati ya kitu ambacho watu wa kwanza ambao wanatakiwa kureact ni watu wa benchi la ufundi kuweza kureact. Goli la kwanza tumefungwa kwenye mtindo huo, goli la pili tumefungwa kwenye mtindo huo, goli la pili, goli la tatu unataka kubadilika kwa haraka, lakini unaweza kuona pia eneo la benchi la ufundi pia wamechelewa kureact kulingana na namna ambavyo mchezo ulikuwa unachezwa. Na mara zote tumekuwa kuzungumza, wachezaji wanaweza kuwa wanacheza wao wasilione tatizo, lakini benchi la ufundi wao ndio ambao wanatakiwa kuwa wa kwanza kuweza kuona sehemu gani ambayo pana changamoto na namna gani ambavyo wanaweza kwenda kuresolve hiyo. Inawezekana benchi la ufundi tatizo, lakini resources za kuweza kwenda kuzuia hayo matatizo inawezekana pia kama hamna, kwa maana kwamba ukiangalia quality ya wachezaji ambao wanacheza Polisi Tanzania, quality yao sio kubwa sana. Inawezekana benchi la ufundi limeona, kwa maana kwamba kwa nini tunafungwa magoli ya namna hii, lakini mwalimu ana react, lakini nani ambaye anaweza kuja kuingia na akawa na impact, unaweza kuona kwamba hakuna. Na tumeshuhudia hapa Polisi Tanzania wamefanya mabadiliko ya wachezaji 5 wote, lakini bado namna ya uchezaji timu iliendelea kucheza vile vile. Kwa kwangu mimi binafsi naona kulikuwa kuna changamoto kwenye eneo la wachezaji kwa maana ya resources ya timu, lakini pia eneo jingine ni namna ambavyo benchi la ufundi kubadili approach kulingana na mahitaji ya mchezo. Leo kwa Polisi Tanzania, moja kati ya kitu kizuri ambacho walikuwa wanatakiwa kuweza kufanya ni kuzuia kwenye low block, timu ambayo itakuwa iko compact, unacheza katika mistari ya karibu ili kuwanyima Yanga space. Yanga amekuwa hatari sana kwenye kushambulia hizo space. Kwa hiyo ukizuia kwenye low block, maana yake unawazuia wachezaji wao ambao wanaenjoy kukimbia maeneo makubwa, wanakosa hayo maeneo ya kukimbia. Mwisho wa siku timu inazuia kwenye eneo dogo na inakuwa rahisi kwa wao kuweza kwenda kupora mipira. Lakini Yanga ukizuia kwenye mid block, ukizuia kwenye high line, ni rahisi kuweza kukuadhibu. Tunaweza tukasema sasa TMA anaenda kukutana na balaa jingine zito. TMA wameondosha Tanzania Prisons, lakini unaweza kuona pia, kwangu mimi nadhani kwa Tanzania Prisons wao walikuwa wanahitaji zaidi ligi kuu kuliko FA. Kwa hiyo unapokwenda kuongeza michezo, madhara yake makubwa ni kwamba unakwenda kuongeza dakika 90 zenye intensity kubwa, lakini pia unakuwa kwenye hatari ya kuweza kupoteza wachezaji wako nyota kupitia hiyo michezo. Kama unavyojua football ni mchezo wa contact. Kwa hiyo kwa Tanzania Prisons kwenye nyakati ambao wapo kwenye ligi hawapo katika nafasi nzuri, kwa hiyo wachezaji wake muhimu wakipata injury kwenye FA na wakawakosa kwenye ligi, unaweza kuona kwamba wanaweza kujiweka katika hatari zaidi ya kushuka daraja. Kwa hiyo kwa Tanzania Prisons kuondoshwa na TMA inaweza
kwangu mimi isiwe story kubwa, japo TMA wamefanya kazi kuiondosha timu ya ligi kuu, lakini kwa timu kama Young Africans, wao target yao wanapokwenda kuanza ligi ni kushinda mataji yote. Kwa hiyo naamini watakwenda kukutana na test ambayo ni ya tofauti. Kwa hiyo kwa TMA wao pia wanachohitaji ni kuweza kujua kitu gani ambacho wanakitaka kwa hivi sasa. Wanataka kushinda kombe la FA au kufika mbali kwenye michuano ya FA, lakini pia kwenye ligi unatakiwa pia uweze kuriski kwenye ligi. Unapokwenda kucheza na Yanga ili uweze kupata matokeo, maana yake unahitaji kuweza kujitoa kwa asilimia zaidi ya 100. Ukijitoa kwa asilimia zaidi ya 100 na ligi ya championship ilivyo, unacheza pia mara baada ya siku 3 unakwenda kucheza mechi ili ligi iweze kutamatika mapema, maana yake unaweza kuona kwamba unaweza kwenda kupoteza michezo mingine ya ligi kuu. Tumeshuhudia timu nyingi zinapokwenda kupata matokeo zidi ya timu kubwa huwa zinajitoa sana. Michezo yao ambao huwa inafuata nyingi huwa zinakwenda kupoteza hiyo michezo ya namna hiyo. Kwa hiyo binafsi nadhani huu unaweza kuwa ni mfupa mgumu sana kwa TMA kwenda kukutana na Young Africans kwa kipindi hiki ambacho Yanga ameondoshwa kwa michuano ya kimataifa. Target pekee ambao wako nayo ni kuendelea kutetea mataji yake ya ndani. Kwa hiyo Yanga akiondoshwa kwenye FA ni failure, akipoteza ligi kuu ni failure. Kwa hiyo wao wanachohitaji ni kuweza kushinda hayo mataji yote ambao wanashiriki kwa ndani, kwa kuwa wao ndio ambao wanayatetea.